Safari hii imekuwa usafiri wake ni mnyama, lakini anazo sifa za ndege. Kuna kitu kingine cha kwenda kukichukua, ni mnyama lakini ana sifa katika sifa za ndege, kwa maana ni mnyama aliyekuwa na mbawa. Lakini kwa kuwa ni safari ya maajabu, mnyama huyo kawaida ya mbawa ukaa mbavuni, lakini mnyama huyo ukimsoma katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbawa zake ziko kwenye mapaja, tofauti na mnyama wa kawaida, tofauti na ndege wa kawaida. Somo tunalolipata la kwanza kabisa, mwanadamu na hasa akishakuwa Muislamu anatakiwa aishi akiwa na yakini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika ufunguzi wa msikiti huu leo siku ya Ijumaa, anwani tuliyoiteua kwa ajili ya khutba yetu ya leo ni mazingatio yanayopatikana katika kisa kizima cha safari ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayoitwa al-Isra kisha al-Mi'raj. Hatuhitaji katika khutba kueleza kisa hiki, tunahitaji tuchukue masomo mama kutokana na kisa hiki. Tuliwahi kusema mara moja mahala, safari hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ardhini ilianza msikitini ikakomea msikitini. Hapa somo linatakiwa lianze hapa. Safari ilianza msikitini ikakoma msikitini. Ilianzia msikiti wa Makka, Masjidul Haram, na ikakomea Masjidul Aqsa kule Palestina, Masjidul Haram, Haramain, Makka na Palestina. Safari hii imekuwa usafiri wake ni mnyama, lakini anazo sifa za ndege. Kuna kitu kingine cha kwenda kukichukua, ni mnyama lakini ana sifa katika sifa za ndege, kwa maana ni mnyama aliyekuwa na mbawa. Lakini kwa kuwa ni safari ya maajabu, mnyama huyo kawaida ya mbawa ukaa mbavuni, lakini mnyama huyo ukimsoma katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbawa zake ziko kwenye mapaja, tofauti na mnyama wa kawaida, tofauti na ndege wa kawaida. Somo tunalolipata la kwanza kabisa, mwanadamu na hasa akishakuwa Muislamu anatakiwa aishi akiwa na yakini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Kama Muislamu ishi hivyo ukiamini wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah aweza kila kitu. Iliwezekanaje mnyama alafu awe na mbawa, lakini tembea yake yule anapaa ndani sana, kisha anatazama mbele, jicho lake linapoishia kuona ndipo anapokanyaga hatua ya kwanza. Hapa ni kidaa. Tukigeuka huku, mnyama huyo maana yake kama atakwenda angani sana ili aanze safari, basi kwa uchache mguu wa kwanza ni Morogoro. Tasawwar binafsika yaho, kama kutoka hapa unyayo wa kwanza akiwa angani jicho limeishia kuona Morogoro, ni wasful wajiz. Tarajia mpaka anafika Mbeya atatumia hatua ngapi? Ukizijua hatua hizo kadiria itafika dakika 5. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wanaopinga kisa wanafikiria Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda. Mtume hakwenda, Mtume kapelekwa. Kwa hiyo tunatakiwa tufikirie aliyempeleka ana uwezo huo ama hana uwezo. Niliwahi kusema mara moja, ikiwa mtoto mdogo itasemwa mtoto yule kapanda mlima Kilimanjaro, mtoto wa miaka 3 hayupo hata mmoja atakayekubali. Lakini kama atasema mtoto yule katika mlima Kilimanjaro amepandishwa na mzazi wake, lazima utakubali. Muangalie aliyempeleka. Ikiwa Muharram atasema kwa hali yake
amenunua gari Toyota aina ya ZX, tutaulizana pesa huyu kapata wapi? Uongo, kanunua gari. Lakini kama atasema kanunuliwa, akamtaja tajiri mkubwa, hatutabisha. Kwa hiyo tatizo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda yeye kama yeye, bali kapelekwa. Somo la kwanza, tuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza. Tuamini hivyo. Kama tutaamini Allah ni muweza, hatutakuwa wenye kuikimbia ibada. Mwenyezi Mungu anaweza akakuchukua mahala pabovu. Kwa kuwa Allah yuwaweza, basi tujitahidini kuielekea sana. Na kesho kutwa Ramadhani, tuwache visingizio vya presha, sukari, vidonda vya tumbo. Chukua somo la leo, Mwenyezi Mungu anaweza kila kitu. Waweza kujisingizia umezidiwa hali ya kuwa hujazidiwa. Mungu akakujaribu akakushindilia ukazidiwa, utamlilia nani? Mwenyezi Mungu anaweza kila kitu. Ndugu zangu katika imani, ukishaamini kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza, chukua mazingatio, uone nafasi ya swala. Ibada zote tulizopewa Waislamu, Rasulullah alifundishwa hapa hapa, alikabidhiwa hapa hapa duniani. Leo ananyanyuliwa, anapelekwa mbinguni, anakabidhiwa sala. Ni kuonesha uzito, umuhimu na nafasi ya sala tano. Kila aliye Muislamu katika mazingatio kwenye kisa hiki ajiulize, je, swala anaipa nafasi yake ambayo mwenyewe Rabbul Izzati wal Jalali ameitaka hiyo iwe ni as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin, swala ndiyo muhimili wa dini. Swala ndiyo muhimili wa dini, ndiyo kutub. Waislamu tunaipa sala haki yake hiyo, wa baba na wa mama. Mwenyezi Mungu ameisharafisha ibada hii, akamuta Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mbinguni, akaenda akampa sala tano. Ni ibada muhimu sana, tukufu sana, lakini laiti tungejua kwa picha ya kupewa Bwana Mtume mbinguni sala tano, ilikuwa ni ibada ya Muislamu kutamba nayo na kujidai nayo. Ibada kapewa kule, wewe unatakiwa utambe nayo na wala usione tabu kuikimbilia. Wakaa katika kusikiliza kisa cha Isra na Miraji, unaambiwa Bwana Mtume akafika mbinguni, akapewa sala hizo 50, akarudi kwa Musa akamwambia, nenda kamwombe Mola wako apunguze, nyinyi hamutaweza. Waniona mimi Musa na kaka yangu Haruna, maumbile yetu tulipewa sala 2 zilituchemsha, na sala 2 rakaa 2, nyie sala 50. Mtume anarudi kwenda kumuomba Mola wake ampunguzie kwa riwaya 2 tofauti. Riwaya inasema alipunguziwa 10 na kuna riwaya inasema alipunguziwa 5. Maanesh ilikwenda zikabakia 5. Bado Nabii Musa anamwambia Mtume Muhammad, nenda kawahurumie watu wako, mwambie Mungu apunguze. Ukisoma maelezo ya Mtume Musa kuwa wao walikuwa wanaswali 2 tena rakaa 2, hali ya kuwa wao kwa vimo ni warefu kuliko sisi, ni wanene kuliko sisi. Tafsiri yake unapata Musa alayhi salatu wassalam walikuwa wanataka tunaswali swala moja tu. Ikiwa wao kwa maumbile yao 2 ziliwashinda, basi tafsiri yake kwa sisi vimo hivi na maumbile haya, swala ile moja, na ikiwezekana rakaa 1 tu. Hizo 2 zilikuwa tabu, hiyo rakaa 1 tu, salamu alaykum, tunasepa. Ibada kubwa ndugu zangu katika imani, ndiyo heshima ya Muislamu. Mwenyezi Mungu alijua katika mazingatio, tulichukua hilo, alijua hawa ni wanadamu, haweshi kukosea, lakini kwa mapenzi, kwa sababu anatupenda, kama ilivyokuwa umma wetu waitwa ummatun marhuma, ndiyo maana tulipewa sala na ibada nyingine. Lakini kwanza ni sala, ili yale makosa yetu yamalizwe na sala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoifundisha sala alisema, swala ni dasta, ni futio. Kadiri Muislamu akitoka kwenye sala, mitelezo yake ya kutoka sala kwenda sala, dasta yake, futio lake ni sala. Iweke sala kwenye nafasi yake, idai nayo kwenye maisha yako, itambulishe wewe ni Muislamu kwa sala.
Itofautishe wewe na wengine kwa sala. Allah Allah as-sala, Allah Allah as-sala. Tuwekeni sala nafasi yake. Lakini ukiona nafasi ya sala, basi ione hapo hapo nafasi ya mpokea sala. Bwana Mtume Muhammad ni mtume gani aliitwa mbinguni kwa ajili ya kwenda kunong'ona na Allah kule? Musa ndiyo nabii aliyetajwa sana ndani ya Qur'ani kuliko ni mtume yoyote, lakini nabii Musa alizungumza na Mwenyezi Mungu ardhini katika eneo la Jabal Tur, Wadi Tur, pale ndiye alizungumza naye. Wakallama Allahu Musa taklima, Mungu alimalizana na Musa pale. Kisa hiki kikuoneshe, kikupe mazingatio ya kumjua Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man huwa fi ma bainana, ni nani kati yetu, ana nafasi gani kwetu. Katuonesha kwa ishara, nampa swala ambayo ndiyo futio ya madhambi yenu, nampa swala ambayo ndiyo sababu ya kupanda kwenu daraja kuanzia kwenye udhu mpaka swala yenyewe. Lakini huyu ninayempa sio wewe, sio yule, sio yule. Nimemteua mtu maalumu awe mtume kwenu, na ndiye namkabidhi sala, lakini namkabidhi mbinguni ili ujue nafasi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Mungu amemtaja katika Qur'ani ndani ya surati al-Inshirah, wa rafa'na laka dhikrak wa lam yubayyin kaifa dhukra ya. Mungu akubainisha alichosema, tumeunyanyua mno utajo wako wewe Muhammad. Utajo wa mtume umenyanyuliwa kwa kiasi gani na kwa namna gani? Hakutaja. Watu wa sheria wana maneno yao, wanasema tarkul istifsal fi hikayati al-hal yunazzalu manzilata al-umum fi al-maqal wa yahsulu bihi al-istidlal yunazzalu bihi manzilata al-umum fi al-maqal. Mabwana, kwa kuwa hakubainisha tafsiri yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, asimuliwe sana, atajwe sana, azungumzwe sana. wa rafa'na laka dhikrak. Al-Imam Jaafar al-Barzanji alipata kusema, a'la samai sama Muhammad, Jibrilu qala lahu taqaddam, na imethibiti katika hadithi. Kule juu zaidi ya mbingu saba katika wanadamu, juu zaidi, ala imekusudiwa ismu tafdhil, juu zaidi, kuvuka kwenye mbingu saba. Katika wanadamu waliobahatika kufika huko ni mmoja, Muhammad sallallahu peke yake. Ala samai sama Muhammadun ay wahdo, peke yake ndo kabahatika kufika huko. Tena ilifika wakati Jibrilu qala lahu taqaddam, hata mwalimu wake raisi wa malaika alimwambia, hapa mie mwisho wangu, huko nenda wewe. Wewe ukienda utatukuka, mimi nikienda nitatukutika. Ione nafasi ya sala kupitia uwezo wa Allah. Uione nafasi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume ana nafasi gani kwenye nyumba yako? Bwana Mtume ana nafasi gani kwenye mtaa wako? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nafasi gani ndani ya moyo wako? Nini wakitajia sana katika moyo wako? Ni Mtume au umemweka mbele uko Mpanzu na Pakome? Ione nafasi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia imetuzoa leo, nyoyo za watu wanakisikiliza kisa cha Isra, wanaiona nafasi na utukufu wa Bwana Mtume, lakini wanampenda Messi kuliko Mtume, wanamtaja sana Zidane kuliko Mtume. Aina antum wa dinukum. Ukiona nafasi ya sala, inakuwaje unajikwaa unamtaja mama yako? Mama, jina la Mungu hujaliona, jina la Mtume hujaliona, unajikwaa unamtaja mamako, unamtaja shangazi yako. Wengine wanatukana kabisa wakijikwaa, na wanamama sufuria wakati wanaiosha ikidondoka wanataja vitu vingine. Tumeonyeshwa katika picha ya Isra na Miraji mtu ambaye katika wanadamu, mtu ambaye baada ya mwenyewe Allah, mtu ambaye anatakiwa atajwe sana ni Bwana Mtume. Kwanza mwenyewe, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, aina idadi, mtaje Mungu sana. Hata ukiwa unanong'ona na mkeo, mtaje Mungu. Ndio maana kwenye mukaddima tu anatajwa Mungu.
Yani unapoanza tu bismillah, Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana, mingine yaendelee. Baada ya Allah nani anafuata? Ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe kupitia kisa hiki katika mazingatio yako, hebu niambie, na kama huna majibu anza leo, ndani ya nyumba yako kwa siku unamswalia Mtume mara ngapi? Kabla hujawaambia wanao, wewe mwenyewe ndani ya nyumba. Hatuzungumzi swala ya Mtume unaenda kuhitaja kwenye swala msikitini, ndani ya nyumba yako kutwa moja unamtaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi? Kiumbe ambaye anatakiwa atajwe sana. Warafa'na laka dhikrak. Ndugu zangu katika imani, kisa kina mazingatio mengi sana. Ukiiona nafasi ya sala, ukaiona nafasi ya mpokea sala, basi ione nafasi ya watekeleza swala. Tafsiri yake, Waislamu wana nafasi kubwa kuliko ni wafuasi wa mtume yeyote katika dunia. Wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia haya, maana nafasi yetu sisi ni kubwa. Twajijua kwamba sisi ni bora kuliko ni wafuasi wa Mtume Musa, sisi ni bora kuliko ni wafuasi wa Mtume Nuhu, sisi ni bora kuliko ni wafuasi wa mtume yoyote aliyepata kuletwa duniani na Allah. Jambo muhimu hupewa kiumbe muhimu, kumpelekea aliyekuwa muhimu, kuwafikishia watu muhimu. Swala ni jambo muhimu, kapewa malaika muhimu aende ampeleke mtume akabebe swala. Mtume mwenyewe ni muhimu, kawaletea watu muhimu, ni mimi na wewe. Sisi Mungu katutaka tuwe muhimu, watu muhimu, wenyewe hatutaki. Allah ametupenda, vitabu vyote na sahaifu za Mwenyezi Mungu zote kiboko yao ni Qur'ani. Mungu akatuteua sisi kuwa ndio wabebaji wa Qur'ani. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika sawfa tusalun. Qur'ani ndio kitabu kitukufu kuliko ni kitabu chochote cha Mwenyezi Mungu alichokileta kwa mitume wake. Sisi ni watukufu, sisi ni watu muhimu. Baada ya kuushika huu muhimu na utukufu tulioteuliwa sisi kwa Allah, sisi tunaamua kutoana katika utukufu, tukalaaniana na kufukuzana peponi. Kinapatikana kikundi kinateuana tu, wao ndio wanaenda peponi, wengine wote motoni. Ya subhana, fa aina tadhhabun? Sisi ni watukufu, tuombeane. Na ndiyo maana tukaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kazi ya dawa kakaa miaka 23 tu, kisha kaondoka zake. Miaka 40 anapewa utume, miaka 63 anakufa. Akafanya kazi ya kulingania watu miaka 23, kuonesha sisi watukufu tunafanya kazi ya mitume, na sisi pia Waislamu tunafanya kazi ya dawa waliofanya mitume. Hakuna mtume yoyote aliondoka wafuasi wake wakafanya kazi hii. Alivyoondoka na habari inaishi hapo. Lakini kwa sababu sisi watukufu, mtume kaondoka, toka alipoondoka mtume mpaka leo kazi ya kulingania watu inaendelea. Ameondoka mtume wetu, tunairithi sisi. Kwa nini? Nahnu aidan ashrafu nnasi baina al-ibad. Unajijua kwa wewe mtukufu, unajithamini kwa wewe mtukufu. Ndugu zangu katika imani, tuishike nafasi yetu, tuiheshimu nafasi yetu, tuishike nafasi ya kitabu chetu cha Qur'ani, tushike nafasi ya ibada yetu mama sala tano. Allah atatuongoza na tutatoboa katika maisha yetu. Durusun wa ibar, durusun wa ibar fi qissati al-Isra'i wal Mi'raj. Dha huwa mawdu'una, durusun wa ibar, masomo na mazingatio tunayoweza kuktatif, kuvuna kupitia kisa cha Isra na Mi'raj. Ishi ukiamini Allah anaweza kukufanya chochote kupitia kisa hiki. Ona uwezo wake Mungu. Si ndio wale walioleta ufedhuli wakageuzwa kuwa matumbiri? Unataka uone nini? Walakilu man ta'adha li ghairihi. Timamu yoyote uchukua somo kupitia wenziwe. Chukua somo kupitia kisa hiki, Allah yuwaweza. Chukua somo kupitia kisa hiki, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe wa aina yake.
hata kama anakula kama tunavyokuwa, alikuwa ameoa kama tunavyooa, alikuwa analala kama tunavyolala, lakini si levo yetu, si levo ya kawaida. Muhammadun basharun la kalbashar, yaqutu hajarun la kalhajar. Muhammad ni mwanadamu lakini yafanani na wanadamu wengine. Kama unabisha tashbihu dhimni, hata yakuti nayo ni jiwe, lakini haifanani na mawe mengine. Ukichukua tofali kilo 15 utarudi na 700 800. Yakuti kilo 3 unarudi na kenta 2 za fedha. Vipi embe zitofautiane thamani? Embe dodo ya Rufiji haifanani na Boribo. Vipi watu watofautiane? Vipi kanzu zetu za tofautiana rangi na thamani, alafu sisi tusitofautiane na Bwana Mtume Muhammad? Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay, waambie wakujue wewe sio sawasawa na wao mbugila mbugila. Mimi ni mwanadamu mfano wenu, lakini nimewapiku kwanza kabisa. Yuha ilayya, mwenzenu naletewa wahyi kutoka kwa Mungu. Wewe taarifa unaletewa na shetani. Unaota unafukuzwa na ng'ombe, mwanadamu unaota unapaa una mabawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuota. Wewe shetani anachukua sura yako anakwenda kwa mtu kumwambia wewe ndio mnamroga, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man raani fil manami faqad raani haqqan fa inna shaytana la yatamathalu bi, atakayeniota hali yakiwa usingizini kaniona kweli, ndio mimi huyo. Shetani hawezi kujifananisha na mimi. Lakini si ajabu kesho ukalala ukamwona Muharram Mziwanda anakuja kukuangia, kumbe shetani kavaa sura yangu, alafu wewe unaninunia. Nafasi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuijue, atajwe sana katika majumba yetu, aswaliwe sana katika nyumba zetu. Hebu weka uradi, walau watoto wako hawatoki ndani ama hawalali, walau kila mwanao amswalie Mtume mara 10 kila siku, alafu ione nyumba yako inakwenda kuwaje. Utakwenda kuona thamani ya nyumba yako, baraka itakayojaa katika nyumba yako. Anaswaliwa sana Bwana Mtume Muhammad. Yule sahaba aliyesema nitakuswalia sana, Bwana Mtume alimwambia mambo matatu, chukua moja tu. Idhan tukfa hammaka, idhan tukfa hammaka, idhan tukfa anta hammaka. Kama utafanya hivyo, majanga yako yote yatatatuliwa. Ndugu zangu katika imani, tuipeni heshima ya kutosha Qur'ani, tuwapeni heshima ya kutosha akina mama. Maana Mtume anatoka kwenye safari, alikuwa katika nyumba ya mwanamama Ummu Hani, shangazi yake, lakini alipokwenda peponi, sura ya kwanza alioneshwa wanawake kabla ya kwenda motoni. Wa peponi tumeyasema mwanzo, kisha wakaenda motoni akawaona wanawake wengi. Tuwapeni heshima kuwa nusuru wasiende wengi. Aliwaona wengi kule mpaka Mtume akasema amewaona kuwa na qisatu aqlin wa dinin. Tuwapeni thamani, kwa sababu wanawake Mtume kawaona wavivu wa kufikiri, na qisatu aqlin, wavivu wa kufikiri, sio hawana akili wanazo tatizo wavivu wa kufikiri. Wapo wamoja kama mama huyu alichukua jina la mtukufu katika akina mama. Mfadhili wa kwanza katika Uislamu ni Mama Khadija, ndio mfadhili dona wa kwanza kupambania Uislamu ni Mama Khadija bintu Khuwailid al-Asadi. Na leo hapa tuna Mama Khadija anatufadhili Waislamu wa Kibaha. Tukiwathamini, naamini tutatengeneza akina mama wengi wanaofanya vizuri. Tusipowaweka mbele na kuwaombea dua na kuwasaidia, watabweteka wanaofanya vibaya, wataona wako sahihi. Watu si wanafadhili mambo yao kwa unisi na kadhalika. Mama huyu angeuza hapa akaamua ajinadi tuwafanye jambo moja la kidunia, angejulikana mpaka dunia inakwisha. Lakini ya kutaka umaarufu, akataka umaarufu mbele ya Allah. Anasema mimi nataka niwe mfadhili wa dini ya Mungu, yeye kafanya hili. Sisi wake zetu je? Shangazi zetu je? Dada zetu je? Tuone utukufu wetu na nafasi yetu kama Waislamu. Nabiyullahi Musa alimwambia Mtume, wahurumie watu wako,
Haya ni mapenzi ya mtume wa Mungu. Sisi tunapendana hapa, tunaona ishara ya mtume kupendana na kuthaminiana. Sisi tunapendana, tunathaminiana. Vipi ukikaa na mwenzio unamtazamaje? Umekaa na nuksi, umekaa na nani? Kila mmoja aangalie wa kuliani kwake na kushotoni kwake, anaona kakaa na mazonge, huyu akupaona mahala pa kukaa ila hapa, au anaona amekaa na ndugu yake katika imani. Tupendaneni. Abu Bakr Siddiq, kupitia kisa hiki tunachukua mazingatio, alikuwa ni mwanadamu Muislamu wa kipekee. Tulisema jina lake ni Abdullah ibn Uthman. Aliposimuliwa kisa hakutikisika. Wanamgeukia akina Walid ibn al-Mughira, wanamuuliza, haya tena unajifanya hodari wa kumsikiliza, unasikia haya leo mapya leo? Alisemaje bwana mtume? Alisemaje Abu Bakr Siddiq? Mpaka anapewa Abdullah ibn Uthman, asema in kana dhalika qad qala faqad sadaqa, ikiwa hayo kasema kweli, kapatia. Inni la usaddiquhu bi ab'ada min dhalika, mimi namkubalia kwa maneno ya mbali zaidi kuliko hapo. Usaddiquhu bi khabari sama, akinambia kayapata ya mbinguni mimi nakubali. Ndio wakamwita Abu Bakr ni Siddiq. Itu la kukubali mapema, likiambiwa tu limekubali, wala hakukasirika. Inazuri mtu akasiriki, mtu anakasirika jina baya. Kukubali mapema kwenyewe inamkubali nani? Namkubalia bwana mtume. Alilifurahia. Kuni ya hii kadumu nayo mpaka anaondoka, na mtume akatoa 5 iendelee. Abu Bakr ni Siddiq, turudi kwako. Wewe unaitwa nani mtaani? Bingwa wa mademu, mtaalamu wa kutongoza, akipita kagua. Kuna watu wanaitwa akipita kagua, yani akipita huyo kagua kwenye kamba nguo zipo. Mwenzetu kapewa sifa na mkubali bwana mtume. Sisi sifa yetu mitaani kwetu ni akina nani? Tujipambe, tuchukue maneno na nukta kupitia kisa hiki. Kisa kina nukta nyingi, mazingatio mengi, muda haututoshi. Nikuombe ndugu yangu katika imani, naondoka leo, kwanza kabisa nasisitiza kwenye sala 5. Ondoka leo, jitwishe sala 5. Ona ndiyo fakhri yako. Ondoka leo, jitwishe jukumu la Qur'ani. Ona ndiyo fakhri yako, uradi wako. Kama hujui kusoma jifundishe, lakini ikishindikana hata kusikiliza, sasa hivi zipo simu unasikiliza Qur'ani. Lakini nichomekee kwa haraka jambo lipo nje ya fikra, limekuja tu kwenye Qur'ani. Tusifanye Qur'ani kuwa ndio liwazo ya mambo yetu. Kiona uelewi, acha, utaelewa kishakuwa. Eti Qur'ani iwe wakati tunanong'ona na wake zetu, kiwe ndio kitabu cha kuficha sauti zetu, kituburudishe kitabu cha Qur'ani. Watu wanawasha Qur'ani ili wapate kustiri sauti zao. Subhanallah, sio kazi ya Qur'ani. Unong'one na mkeo unasoma surati Yasini, mnazinguliwa, mnaumwa. Weka kasida, vurugu zenu zistiriwe na kitabu cha Mungu. Ni kuichezea Qur'ani. Na nyumba zetu za kupanga, unawatesa watu wanaojua thamani ya Qur'ani. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lahu. Wewe unaweka Qur'ani mpaka kuna kucha. Umeambiwa na shehe mmoja anaitwa Abu Darda, maana siku hizi kila shehe lazima aanze na Abu. Shekhi hapana, wa chumba cha pili analazimika isikilize Qur'ani, na yeye pengine alikuwa anataka kunong'ona na mkewe, anaogopa. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u, anaifanyia adabu Qur'ani. Matokeo yake mkono unakuwa na kitete, nasogea narudisha. Qur'ani inasomwa, acheni kuchezea Qur'ani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.